Karibu tena mpenzi mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi. Tumekuletea sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya msichana aliyelazimishwa kuolewa na kiumbe cha ajabu ili kijiji chao kipate mvua. Sehemu ya pili tuliishia Soso anaulizwa na mfalme, je, atakubali kubaki awe malkia au atarudi kijijini kwao? Kabla ya kuendelea, naomba like, comment kisha share kwa marafiki zako. Tuanze. Soso alimwangalia mfalme Joel kwa tabasamu pana ambalo lilijaa upole na shukrani. Moyo wake ulikuwa ukimwenda mbio, si kwa hofu tena, bali kwa furaha na utulivu aliyokuwa hajawahi kuuhisi maishani mwake. Alimwangalia mfalme kwa macho yaliyong'aa kama anga ya jioni na kusema kwa upole lakini kwa uthabiti wa ajabu, "Je, ni mwanamke gani anaweza kukataa matakwa yako mfalme? Mimi Soso nimechagua kubaki na wewe." Maneno yale yalipotamkwa, upepo laini ulipita kana kwamba ulikuwa ukithibitisha uamuzi wake. Joel alisimama kwa sekunde chache bila kuamini alichokisikia, kisha akamsogelea polepole na bila kutegemea, akamkumbatia Soso kwa nguvu ya upendo na shukrani. Macho yake yalijaa machozi ya faraja, machozi ya mtu aliyepitia machungu, majaribu na upweke kwa miaka mingi. Hatimaye alihisi kuwa amefanikiwa kupata mtu aliyemponya, sio kwa tiba tu, bali kwa wema wake pia. Wazee wa baraza waliokuwa wamesimama pembeni walishangilia kwa furaha. Vigelegele vyao vilijaa hewani kama sauti za baraka kutoka kwa mababu. "Huyu ndiye malkia wetu," mmoja wao alinong'ona kwa wenzake huku wakipiga makofi kwa furaha. Mara moja maandalizi ya kuapishwa kwa malkia yalianza. Kasri lote lilibadilika na kuwa kama mahali pa sherehe ya kipekee, maua yaliyopangwa kwa umaridadi, taa zilizowaka kwa mwanga wa dhahabu na ngoma zilizolia kwa sauti ya shangwe. Soso alivishwa gauni la kifalme lililotengenezwa kwa mkono, rangi ya samawati yenye kung'aa kama anga baada ya mvua. Ulimwengu ulihisi kama ulikuwa umesimama kutazama uzuri wake. Nywele zake zilipambwa kwa maua meupe na ngozi yake iling'aa kama mwezi wa usiku wa taratibu. Wakati wa kuapishwa ulipowadia, Soso alisimama mbele ya taifa lililokusanyika ukumbini. Joel alisimama upande wake, akimshika mkono kwa upole. Wazee wa baraza walipitisha tambiko la jadi, na kwa mara ya kwanza maishani, Soso alihisi kama dunia nzima imekaa kimya kumsikiliza. Alipoinua mkono kuapa kuwa malkia wa nchi hiyo, kila mtu alishuhudia uzuri wake kama malaika, sio kwa muonekano tu, bali pia kwa roho yake. Baada ya sherehe ndefu iliyojaa furaha, chakula, ngoma na shangwe, jioni ilifika taratibu. Nyota zilianza kung'aa angani, na upepo mwanana ulipuliza maua yaliyopandwa katika bustani ya kifalme. Soso na mume wake mfalme Joel walikaa wao wawili kwenye bustani ile nzuri iliyojaa harufu ya maua na nyasi mpya. Walipokaa kwenye kiti cha mawe kilichopambwa na vito, Joel akamtazama mke wake kwa macho yaliyokuwa na mapenzi yasiyofichika. Akavuta pumzi kwa upole, akanyanyuka taratibu na kuanza kumwimbia Soso kwa sauti tamu na yenye utulivu. Nyimbo zake zilikuwa za kumshukuru, za kumsifu na za kumwahidi upendo wa milele. Sauti yake ilisikika tulivu, ikiwa na maneno yaliyopenya moja kwa moja moyoni mwa Soso. "Wewe ni nuru yangu, wewe ni pumzi ya moyo wangu, kila hatua yangu ni yako, kila kesho yangu ni wewe." Soso alishindwa kujizuia. Alifumba macho yake na kuhisi kama roho yake inacheza ndani ya mwili wake. Hakuwahi kufikiri katika maisha yake kwamba siku moja angeketi bustanini, akisikiliza mfalme wa nchi kubwa akiimba kwa ajili yake peke yake. Hili lilikuwa zaidi ya ndoto, zaidi ya hadithi, ilikuwa neema. Alipomaliza kumuimbia, Joel alimshika mkono na kusema kwa sauti ya upole, "Soso, wewe ni zawadi niliyopewa na Mungu. Tangu siku ya kwanza nilipokuona, moyo wangu ulijua kuwa wewe ndiye tiba yangu ya kweli." Soso alitabasamu kwa upole huku macho yake yakijaa machozi ya furaha. Aliegemea kifuani mwa Joel, na wote wawili walikaa kimya wakitazama nyota zilizojaa anga, wakiwaza kuhusu maisha mapya walioanza, maisha ya upendo, amani na hatima mpya. Hivyo ndivyo usiku wa kwanza wa Soso kama malkia ulivyofungwa, kwa sauti ya nyimbo, kwa mwanga wa nyota na kwa upendo uliopandwa kama mbegu bustanini mwa mioyo ya wawili hawa. Maisha ya Soso ndani ya kasri yalibadilika na kuwa hadithi ya kupendeza kama zile alizokuwa akizisikia akiwa mtoto. Kila alfajiri alipoamka, upepo mwanana kutoka bustani za kifalme ulipenya madirishani na kuamsha harufu ya maua yaliyopandwa kwa mpangilio maalum. Bustani hizo zilikuwa na maua ya waridi, jasmini na maua meupe ambayo yalipendeza kana kwamba yalitengenezwa kwa mkono wa malaika. Kila alipotembea ndani ya ukumbi mrefu wa kasri, sakafu iling'aa kana kwamba ilioshwa na mafundi wa mbinguni.
Watu wote waliokuwa wakifanya kazi humo walikuwa wakimwangalia kwa heshima ya kipekee, si kwa sababu tu alikuwa malkia, bali kwa sababu upole wake ulifanya kila mtu amtazame kwa macho ya upendo. Kila mara alipopita, walinzi na watumishi walinyoosha mgongo, kisha kuinamisha vichwa kwa heshima, ishara kwamba walimkubali na kumtukuza. Maisha yake yalikuwa ya furaha, chakula kizuri, mavazi mazuri na mazingira bora. Lakini zaidi ya yote, moyo wake ulijaa amani kwa sababu ya Joel, mfalme ambaye aligeuka kuwa mume, rafiki na mtu wa karibu zaidi kwake. Joel alimpenda Soso kwa dhati. Alihakikisha kuwa kila siku mke wake anacheka, anatabasamu na anahisi kupendwa. Wakati mwingine, kinga yake kubwa ilionekana si jeshi lake, bali upendo wake kwa Soso. Joel hakuwa mfalme mkali wala mwenye majivuno. Alipenda kukaa na Soso, kusikiliza hadithi zake na kumwonyesha maeneo ya kasri yaliyokuwa na historia ya karne nyingi. Wakati mwingine wangetembea bustanini wakishikana mikono huku wakiongea juu ya siku za usoni, watoto, safari na miaka inayokuja. Siku moja, baada ya kifungua kinywa cha asubuhi, Soso alikaa kimya kwa muda mrefu kana kwamba anafikiria jambo zito. Joel, aliyekuwa akiangalia uso wake, alihisi kuna jambo moyoni mwake. "Uko sawa, malkia wangu?" Joel aliuliza kwa upole. Soso alinyanyua macho yake na kumtazama, kisha akavuta pumzi ndefu. "Mume wangu, ningependa sana kwenda kumuona mama yangu kijijini. Ni muda mrefu hatujaonana." Joel alimtazama kwa upendo na kutabasamu. Hakukataa wala kuuliza maswali mengi. Alijua thamani ya mama kwa binti na alijua namna mama yake mwenyewe alivyokuwa na nafasi kubwa kwenye moyo wake. "Bila shaka mpenzi wangu," Joel alisema kwa sauti ya upole. "Mama yako ni sehemu ya maisha yako, na kwa kuwa sasa ni sehemu ya familia yangu pia, hakuna sababu ya kumzuia malkia wangu. Nenda ukamuone. Moyo wa mama huwa unapona tu kwa kuona mtoto wake." Soso alihisi machozi yakimtoka kwa furaha. "Shukrani, mfalme wangu," alisema kwa sauti yenye hisia. Joel hakutaka Soso aende peke yake. Aliamuru walinzi wenye nguvu na uaminifu wapewe jukumu la kumsindikiza. Zaidi ya hapo, aliwapanga vijakazi wawili waliompenda sana Soso waende pamoja naye. Lakini haikuishia hapo. Joel alimpa mke wake zawadi nyingi za thamani ampelekee mama yake: nguo nzuri za kifahari, vyombo vya thamani na hata kikapu cha vyakula vizuri. Mama apate chochote anachohitaji na ajue kuwa hana tena maisha ya shida, Joel alisema huku akimkumbatia Soso kwa upendo. Soso alikumbatia zawadi zile kwa mikono miwili, macho yake yakijaa shukrani isiyosemeka. Hakika, safari hii ilikuwa maalum kwake, si tu kwa sababu alikuwa anarudi kijijini, bali kwa sababu alikuwa anarudi akiwa mtu aliyebadilika, mwanamke mwenye heshima, furaha na maisha mapya. Aliposimama tayari kuanza safari, moyo wake ulijawa na shukrani kubwa kwa Mungu na kwa Joel. Alijua mama yake atafurahi sana kumuona. Katika kijiji kilichokuwa pembezoni mwa milima, maisha ya kawaida yaliendelea. Siku hiyo alionekana sasa akitembea barabarani akiwa na mchumba wake Mwalami, kijana aliyekuwa akimpenda kwa dhati bila masharti. Watu wa kijiji walikuwa wakijua fika kwamba sasa na Mwalami ni wachumba walio karibu kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo, hawakushangazwa walipowaona wameshikana mikono wakiongea na kucheka. Sasa alikuwa bado na tabia zake za dharau na majigambo. Mara kwa mara alikuwa akisema, "Mimi nitakuwa mke wa kijana mzuri na wa kuvutia," sasa alisema kwa fahari, akiinua kichwa juu. "Sitakuwa kama mdogo wangu Soso aliyeolewa na kiumbe wa kutisha. Hiyo stori ya kusikitisha mimi siwezi kuirudia." Mwalami, aliyekuwa na tabia ya upole, alitabasamu kwa aibu bila kujua cha kujibu. Alimpenda sasa, lakini majivuno yake mara nyingi yalimuumiza moyo. Licha ya kuwa na mchumba anayempenda na maisha ya kawaida kijijini, sasa hakuwahi kubadilika. Alibaki yule yule mwenye kinyongo, mdomo mkali na moyo mgumu. Alikuwa akimjibu mama yake vibaya kila siku. Hakufanya kazi yoyote ya nyumbani, hakulima, wala hakuenda kuchota maji. Mama yake ndiye aliyekuwa akifanya kila kitu. Mama yao mjane aliyetafuta amani katika kazi na imani, alikuwa akimkumbuka sana binti yake Soso. Hata kama Soso hakumtumia ujumbe wala taarifa yoyote, alikuwa bado anaamini kwamba siku moja atarudi. Mara nyingi mama yule alijifungia ndani, akilia kimya kimya kwa kumkosa binti yake mwema. Maumivu yake yalikuwa makubwa, hasa alipoona jinsi sasa binti aliyebaki alivyokuwa akizidi kumuumiza kila siku.
Alipokuwa akilia, sasa hakuwa na hata chembe ya kujali. Alilima shamba peke yake. Alifanya kila kitu bila msaada. Alipopika chakula, sasa alikula bila shida, bila hata kumuuliza mama yake kama amechoka au anahitaji msaada. Siku moja mama alijaribu tena kumshauri, sasa, binti yangu, naomba ubadilike. Tabia zako si nzuri. Hata ukiolewa ndoa haitadumu kama hutabadilika. Lakini kama kawaida, sasa alimjibu kwa sauti ya ukali, acha kunisumbua mama. Hayo ni mambo yako tu. Mimi najua ninachotaka maishani. Mama alikaa kimya, moyo wake ukiuma. Hakujua angefanyaje tena kumrekebisha. Moyo wake ulikuwa umejaa huzuni na upweke, sio tu kwa sababu sasa alikataa kubadilika, bali kwa sababu alimkosa Soso. Ndani ya nyumba, kila kitu kilimkumbusha binti yake mwema. Mkeka waliokuwa wakikaa pamoja, bakuli ambalo Soso alipenda kutumia, hata harufu ya chumba chake. Mawazo ya kumkosa Soso hayakumwacha hata siku moja. Alilala akiwa anamfikiria, aliota akiwa anacheza naye, na aliamka akitamani angekuwa karibu. Wakati mwingine aliamini huenda Soso yuko hai na anafurahia maisha mahali pazuri, wakati mwingine alihofia huenda hata muona tena. Siku moja kijiji kile kidogo, tulivu na kilichozoeleka na kelele za watoto na mitetemo ya kazi za kila siku, kilikuwa katika shughuli kama kawaida. Wakulima walikuwa mashambani, wanawake wakipika, wengine wakiuza mboga sokoni, na vijana wakikatiza huku na huko. Hakuna mtu aliyedhani kwamba siku ile ingetokea jambo litakalobadilisha hali ya hewa ya kijiji kizima, jambo ambalo lingewafanya watu wote wasimame kama sanamu. Ghafla, vumbi lilianza kunyanyuka barabarani. Watu wakageuka huku na huko wakiwa hawatambui kilichokuwa kinakuja. Ndipo wakaona palanquin kubwa lililotengenezwa kwa mbao ngumu, limepakwa rangi za dhahabu na kung'ara kama jua la asubuhi. Lilikuwa likisukumwa na wanaume wenye nguvu, waliovaa mavazi ya kifalme. Nyuma yake walikuwapo walinzi waliotembea kwa mpangilio, kila mmoja akiwa ameshika mkuki uliopambwa kwa vito vya thamani. Wanakijiji wote walishangaa. Wengine waliweka mikono kiunoni, wengine wakashusha mzigo yao chini, na wengine wakasimama tu mdomo wazi. Mwanamke gani huyo? Mungu wangu, anaangaza kama jua. Huyo ni malaika au mrembo wa kifalme? Lakini kwa nini aletwe kwetu? Ni nani tena mwenye cheo cha namna hivi? Wakaendelea kushangaa kadiri palanquin lilivyozidi kukaribia katikati ya kijiji. Wengine waliamini pengine ni malkia mpya au mgeni kutoka ufalme wa mbali. Hakuna hata mmoja aliyethubutu kukaribia. Adhabu ya kukosa heshima kwa watu wa kifalme ilikuwa kali sana. Palanquin ilipofika katikati ya kijiji, walinzi walisimama, wakapiga hatua 3 nyuma kwa mpangilio wa kifalme, kisha mmoja wao akainua bendera maalum, ishara ya kuwa mgeni wa hadhi ya juu anakaribia kushuka. Kimya kikafuatia. Ni milio ya upepo tu ilisika. Kisha pazia la palanquin likainuliwa taratibu na mwanamke mmoja mrembo, mwenye ngozi iliyong'aa, mavazi ya kifalme yaliyopambwa kwa vito vya thamani, na taji nyepesi ya dhahabu juu ya kichwa chake, akashuka taratibu. Wanakijiji wote walipiga kelele za mshangao kwa pamoja. Soso! Soso, ni wewe? Au tunaota? Wengine walipiga magoti bila hata kufikiri, wengine wakashika vichwa vyao kwa mshtuko, na wengine machozi yakawatoka bila sababu. Mtu yule maskini, mnyonge, aliyekuwa akichekwa miaka mingi, sasa alisimama mbele yao kama malkia wa ufalme mkubwa. Uso wake ulimeremeta, tabasamu lake lilikuwa la upole, la mtu aliyekomaa, lakini hakusahau alikotoka. Wanakijiji walitazamana, mwenyekiti wa kijiji akasogea kwa uoga, lakini Soso akatabasamu tu na kumuinamia kidogo kama ishara ya heshima. Hiyo iliwashangaza zaidi. Alikuwa malkia, lakini bado alikuwa na moyo wa upole. Soso aliendelea kutembea taratibu, walinzi na vijakazi wakimfuata nyuma kwa mpangilio wa kifahari. Wanakijiji walipiga hatua kando kumpisha, wengine wakinong'ona, huyu kweli ni Soso yule? Maisha ni siri. Angalia alivyo, yani sasa ni malkia. Na alikuwa anaishi hapa hapa, tumemtendea vibaya. Soso alielekea moja kwa moja nyumbani kwao. Alikuta mama yake anaosha vyombo, ndoo ya maji ikiwa pembeni. Mama yake hakujua kinachoendelea. Alisikia tu watu wakishangilia nje, lakini hakuthubutu kutoka. Dada yake sasa alikuwa amekaa pembeni kwenye kivuli akijiangalia kwenye kioo. Soso alisimama mlangoni. Nyumba yao ilikuwa ile ile ndogo, ya udongo, ya zamani. Hapo ndipo moyo wake ulipoguswa. Mama aliita kwa upole,
Mama yake aligeuka, kisha akadondosha sahani mkononi. Uso wa mshangao, macho yasiyoamini, mikono ikitetemeka. Soso, mwanangu, sio wewe? Aliinama akilia. Soso alimkimbilia, akamkumbatia kwa nguvu. Walinzi na vijakazi walisimama pembeni wakisubiri, wakitazama kwa heshima ya hali ya juu. Mama, ni mimi, Soso alisema huku sauti ikitetemeka. Mama yake alimwangalia kwa mshtuko kama aliyepigwa na umeme. Kwa sekunde chache alitazama, kama macho yake yalikuwa yanamsaliti. Lakini alipoona vizuri, alitambua ule uso, yale macho ya huruma, na yule binti aliyewahi kumlea kwa maumivu na magumu. Soso, mwanangu, ni wewe kweli? Mama yake aliuliza kabla hata hajamaliza, machozi yakamwagika kwa kasi. Soso akamkumbatia kwa nguvu kama mtu asiyetaka kuachana tena. Wote wawili walilia kwa furaha. Kilio kilichojaa shukrani, mapenzi na kumbukumbu za mateso waliopitia pamoja. Wanakijiji waliokuwa wamesimama nje waliyatazama hayo kwa hisia mchanganyiko, furaha, mshangao na aibu. Walimkumbuka Soso yule yule waliyewahi kumkejeli, kumtukana, kumcheka kwa sababu ya umasikini wake na sura yake iliyokuwa imeharibika kwa uchovu wa maisha. Lakini sasa alikuwa malkia, mrembo anayeng'aa kama jua, mwenye mavazi ya kifalme. Kiongozi wa kijiji alijisogeza pembeni akijificha uso wake kwa aibu. Wanawake waliowahi kumsema Soso wakajitia bize wakiosha mabeseni hewani bila sabuni, na vijana wale wale waliomcheka wakavuka mikono kwa wasiwasi. Hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kuzungumza. Lakini mmoja tu hakuonyesha furaha. Sasa dada yake alikuwa amekaa kwenye kivuli, ameshika kioo chake kidogo. Alipoona Soso amekuja na walinzi, huku akivalia taji ya dhahabu, uso wake ulijaa wivu mzito. Alijua Soso aliondoka akiwa maskini kuliko wao wote, alivaa nguo zilizochanika, hakuthaminiwa hata na mwanakijiji mmoja. Sasa alisimama kwa hasira, akawa anakodoa macho tu bila kusema. Hakuwa na hata hamu ya kumkumbatia dada yake. Baada ya muda kidogo wa ukimya na kilio, Soso alijipanguza machozi na kugeuka kuwaelekea wanakijiji waliokuwa wamejaa nje ya nyumba yao. Watu wangu, alianza kwa sauti ya upole lakini ya kifalme. Nimerudi leo sio tu kama Soso wa zamani, bali kama malkia wa ufalme wa mbali. Watu walishangilia kidogo kwa heshima, lakini macho yao yalisubiri kusikia zaidi. Soso akageuka kumwangalia mama yake, halafu akatazama wanakijiji wote. Kuna siri ambayo nataka kuambia, siri ya namna nilivyookoka na kufanikiwa. Kimya kizito kikatawala. Wanawake walishikana mikono, wanaume wakasogea karibu na watoto wakakaa chini ili kusikia vizuri. Yule kiumbe wa kutisha aliyenioa siku ile. Soso akaendelea. Yule ambaye mlidhani ni mnyama wa ajabu alikuwa sio mnyama. Nilijua wengi wenu mlimwogopa. Lakini ukweli ni kwamba huyo kiumbe ni mfalme. Wanakijiji walipiga kelele za mshangao, wengine wakaachia miduara waliokuwa wanashona, wengine wakafanya ishara ya msalaba kwa woga. Ndiyo, Soso aliendelea. Ni mfalme ambaye alifanyiwa hila na kaka yake mwenye roho ya uovu. Akageuzwa kuwa kiumbe wa kutisha. Lakini aliponipata mimi, tulisaidiana. Nikampenda kama alivyo, nikamheshimu, na nilikuwa sehemu ya uponyaji wake. Sasa amepata nguvu zake, amerejeshwa katika umbo lake la kifalme, na mimi ndiyo malkia wake. Kelele zililipuka, za kushangaa, kufurahi, lakini pia za aibu kwa wale waliomdharau. Malkia Soso, malkia wetu, pole sana kwa kila tulicho. Wengine hawakuweza kumalizia sentensi kwa aibu. Lakini wakati wengine wakishangilia na kupongeza, sasa dada yake aliamka ghafla aliposikia Soso ni malkia. Uso wake ukabadilika kuwa giza. Hakutaka hata kuangalia. Kwa hasira kali, alibeba kioo chake na akapita katikati ya umati bila kusema neno, akitoka kwa miguu mikali kama anayekimbia moto. Watu wote waligeuka wakimtazama kwa mshangao, lakini hakuna aliyemuuliza kitu. Na Soso, akiwa bado amesimama, alimtazama dada yake akiondoka kwa huzuni iliyojificha kwenye macho yake ya kifalme. Usiku ulipokaribia, mwanga wa mwezi uliangaza nyumba ya mama yake Soso kwa upole kama baraka iliyoshuka kutoka juu. Ndani ya nyumba, Soso alikuwa ameketi karibu na mama yake huku akifungua sanduku la zawadi alizomletea kutoka ikulu. Alizitoa moja baada ya nyingine, vitenge vya kifahari, hereni za dhahabu, mafuta ya kupaka yenye harufu ya waridi, na viatu vizuri vilivyotengenezwa kwa ngozi laini. Mama,
Hizi ni kwa ajili yako, Soso alisema kwa tabasamu pana. Mama yake alishika vitenge kwa mikono inayotetemeka. Alipovaa nguo moja wapo ya bluu alipendeza sana. Binti yangu, hivi kweli nimejaliwa vitu hivi? Mama aliuliza kwa sauti yenye hisia nzito, machozi yakimwanguka kimya kimya. Soso alikimbia kumkumbatia, akamshika mikono. Mama, wewe ulistahili zaidi ya hivi. Haya ni machache tu. Walicheka, wakalia, na kwa dakika chache nyumba ile ndogo ilionekana kama sehemu kubwa ya kifalme. Baada ya muda, walikwenda kulala. Soso aliingia kitandani pamoja na mama yake kama zamani alipokuwa mtoto mdogo. Alimkumbatia kwa nguvu kama mtu anayehofia ndoto itaisha. Siwezi kuamini kama nimekuona tena binti yangu, mama alisema, sauti ikivunjika kwa uchungu na furaha. Nilidhani umeangamia. Nilidhani umepotea. Soso alimshika mama yake kwa upole. Mama, niko hapa sasa na sitakusahau tena. Walilala hivyo, wakiwa na mioyo iliyojaa amani ambayo hawakuwahi kuipata kwa miaka mingi. Asubuhi iliyofuata, milio ya tarumbeta na ngoma ilitikisa kijiji kizima. Watu walikimbia kutoka ndani, wengine wakiwa na majembe yao, wengine wakiwa na watoto mgongoni. Walishangaa kuona msafara mkubwa uliokuwa unashuka taratibu, farasi waliopambwa, walinzi wa kifalme wakiwa wameshika silaha zinazong'aa, na palanquin za kifahari zilipita taratibu kwenye barabara ya vumbi. Kuna nini tena leo? Mmoja wa akina mama aliuliza. Huyo si Mfalme Joel? Au macho yangu yananidanganya? Kijana mmoja aliuliza akiwa ameshika kifua. Wakati watu bado wanashangaa, walinzi walifungua njia na kutoka ndani ya palanquin kubwa la kifahari akashuka Mfalme Joel mwenyewe, akiwa amevalia mavazi ya kifalme yaliyomfanya aonekane kama ameshuka kutoka mbinguni. Alikuja hakutembea peke yake, alikuja na wazee wa baraza, mawaziri na viongozi wengine wote muhimu wa ufalme. Wanakijiji walibaki wamesimama kama sanamu. Mama yake Soso alishindwa hata kuongea. Soso alishangaa mara mbili zaidi kuliko wote. Joel, umekuja kufanya nini kijijini? Aliuliza kwa kutetemeka, hakuamini macho yake. Joel alimtizama Soso kwa upole, tabasamu likimjaa usoni. Malkia wangu, nilikuja kuchukua kitu muhimu sana. Soso alishtuka. Kitu gani? Joel aligeuka kwa wazee wa baraza, akawapa ishara. Wazee walitoa zawadi kubwa, ng'ombe, nguo, fedha, shanga na zawadi nyingine nyingi zilizowashtua wanakijiji. Mama yake Soso, Joel alisema kwa heshima, leo tumekuja kutoa mahari rasmi kama inavyotakiwa. Nimekuja kumuoa mke wangu tena, safari hii mbele ya watu wake, mbele ya wazazi wake, na kwa kufuata tamaduni zote. Soso alishika kinywa chake kwa mshangao. Hakuwahi kujua kama Joel angefanya jambo kubwa hivi. Hakuwahi hata kupewa ishara kuwa mfalme angekuja kijijini na viongozi wote. Mungu wangu, Joel, sikutarajia. Soso alisema, machozi yakianza kumtoka. Mama yake alishindwa kuamini. Aliinamisha kichwa chini kwa heshima, akasema, mfalme, asante. Asante sana. Joel alimsogelea Soso akamshika mikono. Nilikuoa pale ikulu, lakini leo nataka kukuoa tena hapa ulipozaliwa, mbele ya kila mtu aliyekufahamu tangu udogo. Shughuli za harusi zilianza mara moja. Ngoma zilibamba hewani, wazee waliketi kwenye viti vyao maalum, mahari ikapokelewa kwa furaha, na mfalme Joel akamvisha pete Soso tena mbele ya kijiji kizima. Ndoa ile ilikuwa kubwa zaidi ya harusi yoyote iliyowahi kufanyika kijijini hapo. Watu walicheza mpaka jua likazama, walikula mpaka wakasaza, na waliburudika hadi sauti zao zikakauka. Na wakati wanakijiji wakishangilia, watu wengi walisema, kwa kweli Mungu hamtupi mja wake. Soso ameandika historia katika kijiji hiki. Kijiji kilijaa furaha, lakini pembezoni kulikuwa na moyo mmoja ulioungua kwa wivu, moyo wa sasa aliyekuwa kimya tangu siku ya jana. Lakini kwa sasa, shangwe za harusi zilifunika kila kitu. Wakati kijiji kizima kikishangilia harusi ya kifahari ya Soso na mfalme Joel, upande mwingine wa kijiji kulikuwa na kiza kizito kilichotanda. Sasa dada yake Soso alikuwa amekaa kwenye kibanda cha Mwalami, mchumba wake, akilia kama mtoto mchanga. Macho yake yalikuwa mekundu, uso wake umejaa hasira na wivu uliokolea kuliko sumu. Mwalami, kijana mtanashati ambaye kijiji kizima kilijua alikuwa mchumba wake, alijaribu kila njia kumtuliza. Alikaa pembeni akachukua mikono yake kwa upole. Sasa mpenzi wangu, kwa nini unalia namna hii? Aliuliza kwa sauti ya upole.
Soso ni mdogo wako, ulitakiwa ufurahie furaha yake. Mbona unaumia kiasi hiki? Lakini badala ya kutulia, sasa aliruka kama aliyeguswa na moto. Alimkodolea Mwalami macho makali kama ya chui, kisha akafoka kwa kelele. Unanifananisha na nani? Unasema nifurahi? Mimi? Yeye amekuwa malkia, mimi nibaki hapa kijijini na vumbi? Mwalami, usiniletee ujinga wako. Kabla Mwalami hajamaliza kushangaa, sasa alisimama ghafla na kutoka nje kwa hasira, akamwacha kijana huyo ameduaa. Mwalami aliishia kujiuliza kimoyomoyo, huyu mwanamke ana roho ya namna gani? Ina maana hataki mdogo wake awe na furaha. Kama anaweza kumchukia mdogo wake kiasi hiki, je, si atanichukia na mimi kesho? Aliinama uso wake chini, akiwa amechanganyikiwa kabisa. Baada ya shamra za harusi kumalizika, Soso aliamua kutafuta nafasi ya kutengeneza uhusiano na dada yake. Aliona sura ya dada yake ilivyokuwa na huzuni siku ile, akajua lazima afanye kitu. Haikuwa sawa dada wawili wa damu moja kuishi kama maadui. Usiku huo Soso alienda kwenye kibanda cha dada yake. Alijua kuwa sasa angekataa kusikia chochote, lakini bado aliamini upole unaweza kuyeyusha hata moyo mkavu. Alipoingia ndani alimkuta sasa amekaa kitandani, macho yamevimba kwa kulia. Soso alichukua hatua polepole kama mtu anayemfuata mnyama aliyejeruhiwa. Dada aliita kwa upole, naomba tuongee kidogo. Sasa hakuitikia, hakumtazama, hata hakutikisa kichwa. Aliendelea kukaa kimya. Soso aliketi karibu naye, akavuta pumzi ndefu aliyokuwa akiibana. Dada, hii si sawa. Hatuwezi kuishi kama maadui. Naomba unisamehe, popote nilipowahi kukuudhi, popote nilipokosea. Mimi na wewe ni damu moja, tufanane kwa kheri, sio kwa ugomvi. Kimya kilitawala chumba. Baada ya muda mrefu kupita, sasa aligeuka polepole na kumtazama. Uso wake haukuwa na upole wala huruma, ulikuwa baridi kama jiwe lililoloa usiku. Unataka tupendane mimi na wewe? Aliuliza kwa sauti nyembamba lakini kali. Soso alitabasamu kwa matumaini. Ndiyo, nataka sana. Sasa alinyanyua kidevu, akainuka taratibu, akatembea hatua chache ndani ya chumba kama mtu anayepima maneno. Baada ya ukimya kidogo akasema, kama unataka mimi na wewe tuishi kama ndugu, kuna kitu nataka unipatie. Je, uko tayari kunipa? Soso bila kusita alijibu, nitakupa chochote ndani ya uwezo wangu. Sasa alicheka kidogo kwa dharau, kisha akatulia. Maneno aliyoyasema yalimfanya Soso apoteze pumzi. Nipe mumeo na cheo chako cha umalkia. Nataka mimi ndiye niwe malkia. Soso alishtuka. Alishindwa hata kuendelea. Maneno yale yalikuwa kama kisu kilichomchoma moyoni. Dada yake, yeye ndiye anayetaka umalkia. Hata mume wake. Aliamini labda sasa atamuomba zawadi, mavazi, au ulinzi wa kifalme, lakini si hivi. Kabla Soso hajapata hata nafasi ya kuongea, mlango ulifunguliwa kwa kishindo. Mama yao alikuwa amesimama mlangoni, machozi na hasira vikizidi kushindana usoni mwake. Alikuwa amesikia kila kitu. Alimvamia sasa kwa ukali wa mama aliyejeruhiwa moyoni. Wewe, hauna haya? Mwanamharam, unataka kuchukua ndoa ya mdogo wako? Mtoto mshenzi wewe! Jeuri hiyo uliitoa wapi? Mama alimkamata Soso mkono. Haja yako si njema. Toka hapa, binti yangu, tuondoke, usije kudhurika. Akamtoa nje haraka, huku sasa akibaki amesimama katikati ya chumba, machozi yakimtiririka. Lakini machozi yale hayakuwa ya uchungu, yalikuwa ya hasira. Wivu ukizidi kumea ndani ya moyo wake kama sumu. Na usiku ule, sasa alibaki peke yake chumbani, akilia kimya kimya, lakini ndani yake kukiwa na dhoruba isiyoisha. Asubuhi iliyofuata, hewa ya kijiji ilikuwa tulivu, ikichanganyika na harufu ya udongo. Soso na mume wake Mfalme Joel walikuwa wamejiandaa kurudi kasirini. Mama yao alisimama mlangoni, macho yake yakiwa mekundu kwa furaha na huzuni kwa pamoja. Aliwashika mikono kwa upole na kuwapa baraka zake zote. Basi wanangu, Mungu awatangulie, alisema huku akiwatazama kwa upendo. Na asante kwa kunikumbuka, kwa kunifanya tena niwe na furaha maishani. Joel alitabasamu akamtazama mama yake Soso na kumhakikishia, mama, hutaishi tena maisha ya tabu. Tumeacha wafanyakazi wawili kukusaidia kwa kila jambo.
Usishike jembe tena mama. Wewe pumzika. Mama alishusha pumzi ya faraja, machozi yakimtiririka kidogo. Alionekana kama mtu aliyepokea maisha mapya. Soso alikumbatiana na mama yake kwa nguvu kabla ya kupanda msafara wao wa kifalme na kuondoka taratibu. Siku zikapita. Kijiji kizima kilishuhudia mabadiliko makubwa katika maisha ya mama yake Soso. Alivaa nguo nzuri alizopewa na binti yake. Hakwenda tena shambani kuumiza mgongo. Aliwaagiza wale wafanyakazi wawili waliotelekezwa na mfalme. Mama alikuwa akicheka, akiongea na watu, akila vizuri, na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi alionekana mwenye amani. Watu kijijini walimtazama kwa heshima mpya, wakikumbuka jinsi mtoto wake alivyokuwa mtu wa thamani. Lakini utulivu huo haukudumu. Siku moja kijiji kilishtuka, mgonjwa wa kwanza alionekana. Kijana mdogo alianza kupata vipele mwilini, akawashwa kupita kiasi, kisha akapoteza maisha ghafla. Haikuchukua muda, magonjwa yakaanza kusambaa kama moto porini. Wengine walianza kukohoa kikohozi kikali, wengine walidhoofika kama waliokunywa sumu, na wengi walipoteza maisha katika muda mfupi. Wazee wa kijiji walikusanyika na kusema, hii ni laana. Laana ile ya zamani imerudi. Uvumi ukaenea kijiji chote. Watu wakakimbilia kwa waganga, wakatoa mifugo, nafaka, na hata vito ili wapate tiba. Lakini ugonjwa haukusikia dawa wala tambiko. Kila siku idadi ya vifo iliongezeka, na kijiji kilianza kukumbwa na hofu kubwa kuliko hapo awali. Mama yake Soso alikuwa akitumai wangeliona siku nyingine ya amani. Lakini hofu ilianza kuingia hata moyoni mwake. Kisha, asubuhi moja ambayo anga lilikuwa na mawingu meusi yaliyotishia mvua, tukio la ajabu lilitokea. Wanakijiji walikuwa wamekaa kwenye uwanja wa kijiji, wakijadili juu ya maafa haya. Ghafla upepo mkavu ulivuma, na vumbi likapanda hewani. Kisha likatokea kiumbe wa kutisha, yule aliyeonekana miaka iliyopita kipindi cha ukame, yule aliyekuwa amemuoa Soso kabla ya kutoweka. Mwili wake ulikuwa wa binadamu, lakini kichwa chake kilikuwa cha nyoka, kikionyesha meno marefu yaliyong'ara kama visu. Macho yake yalikuwa ya kijani kibichi, yakimetameta kama moto wa kuzimu. Wanakijiji wote walipatwa na hofu. Kiumbe huyu ndio chanzo cha laana au ndiye atakayeituliza? Mmoja aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Wengine walimzunguka taratibu, wakiamini labda angeweza kuleta tiba ya ugonjwa uliowatesa. Kiumbe yule alipaza sauti yake nzito, inayopenya hadi mifupa. Mnataka kupona? Mnatafuta kuondoa kifo kijijini? Mimi najua tiba. Lakini alitulia, akawatazama mmoja baada ya mwingine. Kama mnataka niwasaidie, nipeni mke. Kijiji kilidumbukia kwenye ukimya mzito. Walikumbuka historia. Walikumbuka jinsi alivyotaka kumuoa Soso. Walikumbuka jinsi binti yao alivyoolewa na hatimaye kuwa malkia. Watu wakaangaliana kwa hofu, wakihofia kama kweli laana hii imekuja kutafuta mwanamke mwingine. Hakuna aliyethubutu kuzungumza. Lakini papo hapo, kabla hata wazee hawajapata nafasi ya kujadiliana, alisimama sasa dada yake Soso kwa haraka isiyo ya kawaida. Mimi hapa. Nioe mimi, alisema kwa sauti ya ujasiri wa ajabu. Watu wote waligeuka wakamkazia macho. Mwalami, aliyekuwa amesimama upande wake, alishtuka zaidi kuliko wote. Sasa, wewe ni mchumba wangu, alisema kwa mshangao. Unafanyaje hivyo? Kwa nini? Lakini sasa alimtazama kwa dharau kama vile hamkumbuki. Mimi sikujui wewe, alisema kwa baridi. Kwani wewe ni nani? Mimi sina mchumba. Maneno yale yalimchoma Mwalami moyo. Alibaki amesimama kimya, akitetemeka, akishindwa kusema neno. Sasa, akivutwa na tamaa yake iliyoshindwa kufichika, alimsogelea yule kiumbe wa kutisha kwa hatua zilizojaa kiburi na tamaa. Nioe mimi, alirudia, akiinua kichwa kama aliyevishwa taji. Moyoni mwake aliamini moja kwa moja, kama yule kiumbe aliyemuoa Soso alikuwa mfalme, basi huyu naye ni mfalme. Na hii ndiyo nafasi yake kuwa malkia. Sehemu ya 3 inaishia hapa. Tukutane sehemu ya 4 tujue kilichofuata kwenye maisha ya sasa, baada ya kujitoa sadaka mbele ya kiumbe wa kutisha na kumkataa mchumba wake Mwalami. Je, kiumbe huyo kweli ni mfalme kama sasa anavyozania? Yote haya tutayajua sehemu ya 4. Asanteni sana kwa kuendelea kufuatilia simulizi yetu hadi mwisho wa sehemu hii ya 3.
Tumeshuhudia safari ndefu, kutoka ushindani wa undugu, chuki hadi hatima mpya inayotikisa kijiji kizima. Sasa amejipa mwenyewe hatima bila kujua kama anayemkimbilia ni mfalme au janga jipya linalokuja. Je, hatua aliyochukua sasa itakuwa mwanzo wa furaha yake, au ndio itampeleka kwenye mwisho mbaya zaidi kuwahi kutokea katika kijiji kile? Tukutane sehemu ya 4. Tuendelee kufungua siri, maajabu na matukio makubwa yanayoisubiri familia hii. Usisahau kulike, kusubscribe na kuwasha kengele ili usikose mwendelezo wa simulizi yetu. Asanteni sana, tukutane wakati ujao.